Labda raia wangependelea kujua ni ujumbe gani? Nimekuja kupatia pole hasa ndugu yetu Kamanda Kamama ambaye alipoteza mtu wa karibu, kamanda makamu wake. Ishara ya kwamba serikali yetu ya mkoa iko pamoja nao. Tuliweza kupana michango yetu ili isaidie angalau kilio ya ndugu yetu iende kwa amani. Na baada ya kilio, sisi kama serikali, kwa kuwa tulipoteza watoto wetu, tuliweza kurefleshire na tukasema tukamate mikakati mbalimbali. Kikao cha dharura ambao tulifanya, tulikamata mikakati ya kusema ya kwanza, hatutaki tena usafiri kama vile mlikuwa naona watu wanatoka Uvira, Kiliba, Baraka wanaenda kwa maeneo ya adui yetu, na wale ambao wewe kwenye maeneo ya adui yetu wanakuja huku. Tumeona kama hiyo jambo hakiko kwa faida ya serikali. Ndio maana baada ya kikao tumesema ya kwamba njia itafungiwa, cha huku akiende huku na kia kule akikuye huku. Sisi lengo yetu kama serikali ni kwamba vipande vishuke, kesho tuchukue Bukavu. Wale watu hatuna mahusiano nao, ila kutokana na hali ya kibinadamu tumeweza kusema ya kwamba hiyo maamuzi itaanza kutekelezwa a partir ya lundi. Donc kama kuko wetu mwenye alienda kule alikuwa hana habari ama alituma gari yake, tunamwomba arudishe kwa sababu depase lundi hatutatolere. Ya pili, kutokana na malalamiko ya raia ambao tuliona kulikuwa sorte ya desordre, aturasire tena population. Wafanyakazi wote wa serikali ya mkoa kuanzia sisi na wachini na wale wa mavitengo mbalimbali vya serikali, maentreprise wako nafanya asubuhi, wanakuja kwenye kazi hapa Uvira. Najua mida wanafika juu ya mabusho na ambuteyage pale ku frontiere saa 5, ikifika saa 10 wale tena wanaanza kurudia. Raia iliona hiyo kitu kama wale watu wako na kia kupie, wako nakuja kujizolea, wanaenda kula kule. Vipi itakuwaje wewe kiongozi ukose kukaa na kuteseka na raia yako? Ndio maana Mheshimiwa Liwali alinituma na viongozi ambao wako Kinshasa ya kwamba niwaambia kwamba baada ya siku 10 service yetu ya DGM iko instruit, hakuna wa kutoka huko kama kwa mfanyakazi wa serikali uende kule. Tumewaomba wote waje watafute manyumba hapa Uvira, watoto wa Uvira ambao wamebahatika kujenga wakule zile franga za loyer. Mmegundua nini? Tumewaomba kama ni chakula wauzie hapa kusudi mama mwenye anauzisha msoko apate pato, mama mwenye anauzisha fanta anauzisha maji apate pato, yani uchumi ufaidike kwa watoto wa hapa. Na hiyo itafanyika siku zote za kazi, inalomba watu wawe hapa na wenyewe wanaweza kuruhusiwa kwenda, itakuwa kama wanapata kibali maalum swate ya wakuu wa kazi, swati ya gavana mwenyewe. Na hiyo itaanzia kwetu sisi ambao ni viongozi wa kamati kuu ya usalama mkoani wa Sud Kivu. Nakushukuru gavana. Ngoja. Kuna swali moja kwa na ni fupi. Hili swali linahusiana mahusiano kati ya gavana kiongozi na msaidizi. Kuna taarifa ziko zinazunguka kwa jamii kwamba kuna kutokuelewana kati ya gavana msaidizi na kiongozi. No, katika jamaa yote ya kukosaki malumbano ile wanasema chungu mbili zinaweza kugongana wala masana. Lakini kwangu sio malumbano. Sio malumbano, naweza kukuambia hapa nimetoka kumtaja gavana, anasema amenituma niwakilishe, tunaongea naye, watoto wa Uvira wawe kimya. Wawe kimya ni kwamba wabunge walifanya kazi yao, na kama walifanya kazi yao tuko nazungumza kusudi tupate mwafaka. Nia yetu ni kwamba tuwe umoja, tuishi kwa amani. Hatuwezi tena kutengana hapa wakati adui iko hapa karibu. Kwa hiyo hilo swala
lisiwachanganye, lisiwachukue muda, liko napata mwafaka na liwali inshallah atarudia hapa karibu.